Wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Mwashamu Baba Askofu Stefano Lameki Msomba, kwa heshima kubwa naomba kupata kibali kwako kwa ajili ya kutoa taarifa fupi ya kigango chetu. Baba Askofu, kigango chetu cha Bikira Maria Mpalizwa wa Mbinguni kilianza rasmi mwaka 2000. Mchakato wa uanzishaji ulianza rasmi mwaka 2014. Hii ikiwa ni pamoja na maandalizi ya upatikanaji wa eneo hili la kigango. Eneo hili liliweza kupatikana chini ya usimamizi wa baba paroko wa kipindi hicho, Padre Dismas Mfungomali. Eneo hili lilinunuliwa kwa ukubwa wa mita za mraba zipatazo 1942. Baba Askofu, tarehe 5 Februari mwaka 2017 kigango chetu kilianza zoezi la ujenzi kwa kusimamisha nguzo za bomba, lakini ilipofika tarehe 18 Januari baba paroko wetu ambaye alikuwa mpya, Baba Emmanuel Makusalo, alianza kupita nyumba kwa nyumba kwa lengo la kuimarisha imani za watu na kuhamasisha ujenzi wa kigango chetu. Baba Askofu, ilipofika tarehe 9 mwezi Februari, baba paroko aliweza kuadhimisha misa takatifu katika eneo hili la ujenzi wa kigango, likiwa limejengwa msingi na kusimamishwa nguzo za chuma pekee bila kupauliwa. Mnamo tarehe 12 Aprili mwaka 2020 baba paroko Emmanuel Makusalo, paroko wetu mpendwa, aliazimisha misa ya Pasaka ikienda sambamba na tamko la Dominika zote zitakazofuata tutakuwa na misa kwenye kigango chetu. Wakati huo kigango kikiwa na waumini wasiozidi 50, Baba Askofu, na jumuiya 3 tu zikiwa zikihudumu katika hicho kigango, jumuiya ndogo ndogo. Baba Askofu, kwa kipindi cha mwaka 2021 mpaka 2022 kigango kilikuwa na jumuiya zipatazo 5 tu, lakini ndani ya muda mfupi ilipofika 2023 mpaka 2026 kigango kiliendelea kukua na kufikia jumla ya jumuiya 18. Mpaka hivi leo unapoongea, Baba Askofu, kigango chetu kina jumla ya jumuiya zipatazo 18, ambazo hizo zote zimebebwa na jumla ya kanda 3 zenye wastani wa jumuiya 6 kila kanda. Idadi ya waumini kama nilivyozungumza, Baba Askofu, wakati kinaanza kigango kilikuwa na waumini wasiozidi 50. Kwa mwaka huu 2026 kigango kina jumla ya waumini wapatao 1012. Hii ni tofauti kubwa ukilinganisha na idadi ya waumini 50 kwa mwaka 2020 wakati kigango kikianzishwa, ambapo kati ya hao waumini 112 watoto ni waumini wapatao 468, viwawa 83, uwaka 200 pamoja na wawata 261. Baba Askofu, mpaka sasa tuna jumla ya vyama 7 vya kitume ambavyo vinahudumu katika kigango chetu, lakini pia tuna jumla ya kwaya 3, hii ikiwa ni pamoja na kwaya ya Utoto Mtakatifu, kwaya ya Damu Takatifu ya Yesu pamoja na kwaya ya Gregory Mkuu. Baba Askofu, pia kigango chetu kimeweza kupata sakramenti mbalimbali kwa kipindi hicho cha mwaka 2020 mpaka 2025. Katika kipindi cha 2020 mpaka 2026 sakramenti zilizoweza kutolewa ni kama zifuatazo. Ubatizo, tumeweza kubatiza jumla ya watoto 160 watoto wadogo, na wakatekumeni wapatao 45 wameweza kupata sakramenti za ubatizo.
na hivi leo tumeweza kupata ubatizo wa watoto 15. Tunazungumzia kigango chetu kimeweza kufikia rekodi ya watoto 175 waliweza kupata sakramenti ya ubatizo. Komunyo. Baba Askofu, jumla ya watoto 209 walipata komunyo ya kwanza. Pia tuna watoto 38 wanaoendelea na mafundisho ya komunyo ya kwanza, na tunatarajia watapokea sakramenti hii mwezi Juni mwaka huu wa 2026. Ndoa. Baba Askofu, katika kipindi hicho cha miaka 6, jumla ndoa 40 zimeweza kufungwa, na kipindi hiki pia tunatarajia ndoa 2 zitafungwa mwezi wa 6 mwaka huu wa 2026. Mafanikio. Baba Askofu, katika kipindi hiki cha miaka 6 kigango kimepata mafanikio mbalimbali, ikiwemo kwa kushirikiana na waumini pamoja na wadau mbalimbali tumefanikiwa kujenga kanisa ambalo kabla tulikuwa tukisali nje katika eneo ambalo lilizungushwa maturubai na kusimamishwa nguzo tu. Baba Askofu, pia tumekuwa na mafanikio katika hiki kipindi. Tumeweza kujenga jengo la vyumba 4 likihusisha ofisi ya katekista, ukumbi mdogo wa vikao pamoja na sakristia ambalo limekamilika na vyumba hivyo tayari vinatumika. Baba Askofu, pia kwa kipindi hicho cha miezi 6 tumeweza kujenga choo kipya chenye matundu yapatayo 12 ambacho kitaweza kumudu ongezeko kubwa la waumini katika kigango chetu. Jengo hili la choo kwa sasa lipo katika hatua za umaliziaji. Baba Askofu, pia katika hicho kipindi tumefanikiwa kupima eneo letu la kanisa lenye ukubwa wa mita za mraba zipatayo 1942 na kuwekewa mawe ambayo ni beacon, na sasa tunaendelea na ufuatiliaji wa hati miliki. Baba Askofu, changamoto. Tunafahamu kwenye mafanikio changamoto zipo. Baba Askofu, changamoto kubwa tunayokabiliana nayo sisi kama kigango cha Bikira Maria Mpalizi wa Mbinguni ni umbali wa kigango chetu kilipo kutoka parokia inayohudumu ambayo ni Mwenye Heri Isidori Bakanja, na miundombinu ya barabara hupelekea upatikanaji wa huduma za kiroho kupatikana kwa mazingira magumu sana, hasa nyakati mvua zikiwa zinanyesha. Ingawa hatujawahi kukosa huduma hizo kutokana na jitihada za mababa waliopo kwenye parokia yetu, pamoja na uwepo wa mazingira magumu ya kufika katika kigango chetu, wameweza kujitahidi na huduma za kiroho tumeweza kuzipata kwa wakati. Baba Askofu, kigango chetu pia kimekuwa na mipango mbalimbali mikubwa na midogo. Katika mipango mikubwa, moja ya mpango ni kukamilisha ujenzi wa choo ambalo kwa sasa lipo katika hatua za kukamilishwa. Lakini pia mpango mwingine mkubwa katika kigango chetu ni ujenzi wa nyumba ya mababa, ambapo kamati ya ujenzi tayari imeshaundwa kwa ajili ya kufanya upembuzi yakinifu ili kubaini aina gani na gharama halisi za ujenzi wa jengo hilo. Baba Askofu, nipende kutoa shukrani kwa niaba ya halmashauri ya kigango cha Bikira Maria Mpalizi wa Mbinguni. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa watu mbalimbali kutokana na msaada wao katika kufanikisha maendeleo ya kigango chetu. Kwanza kabisa nipeleke shukrani zetu kwa Baba Paroko na ambaye ni dekano wa dekania yetu ya Tegeta, Baba Emmanuel Joseph Makusalo, kwa jitihada zake kubwa, kwa kujitoa kwake na kuhakikisha kila kukicha tunapiga hatua za maendeleo. Amekuwa chachu kubwa ya maendeleo katika kigango chetu na amekuwa akitushika mkono mara kwa mara na kututia moyo kwa kiwango kikubwa. Pia nipeleke shukrani zangu kwa waumini na wadau wote wanaoendelea kujitoa kwa hali na mali katika kufanikisha maendeleo ya kigango chetu. Baba Askofu, kwa heshima kubwa tunashukuru Baba Stefano Lameki Msomba OSA kwa kuja kututembelea siku hii adimu
Ni kwa mapenzi ya Mungu umefika siku hii ya leo. Tumeweza kuadhimisha ufufuko wa Bwana bila kutazama hali zetu wala hali ya hewa umefika. Baba, tunashukuru sana kwa upendo huu wa kipekee kabisa. Hivyo Baba, sisi waumini wa kigango cha Bikira Maria Mpalizi wa Mbinguni kilichopo Boko Magereza, tunaendelea kukukaribisha sana na tuna kiu ya ujumbe kutoka kwako sambamba na maelekezo yako na tuko tayari katika kuyatekeleza yale utakayotuelekeza. Asante sana Baba Askofu. Naomba nikukaribishe kigango chetu cha Bikira Maria Mpalizi wa Mbinguni. Karibu sana Baba Askofu. Asante.